Unavyochukua hatua ya kwenda kwa Mungu, unagundua makosa yako, unagundua dhambi zako. Kitu ambacho unachopaswa kufanya ni kuondoka. Maanake ni kuondoka katika hiyo sehemu au katika hayo mazingira, katika dhambi, kuondoka katika dhambi. Kuna dhambi zingine ambazo haziwezi kuombewa au haziwezi kuondolewa. Hata kama utawekewa mikono, utaombewa sana, au hata kama wewe mwenyewe utafunga na kuomba, utakesha. Kama hujadhamiria kuondoka katika hiyo dhambi, basi fahamu ya kwamba ni ngumu sana kuweza kushinda hiyo dhambi, na ni ngumu sana kuweza kumrudia Mungu. Lakini kama kweli unataka kumrudia Mungu, unapaswa kuondoka. Kuna dhambi zingine unapaswa kuondoka. Maana yake unapaswa kuacha au kutoka katika hiyo dhambi. Mfano kama wewe ni mwasherati, umekuwa mwasherati kwa muda mrefu sana. Unapaswa sasa uondoke katika uasherati wako. Na manake unapaswa kuacha vyanzo vyote vya uasherati. Huwezi ukasema unaenda kwa Baba na bado kwenye simu yako umejaza vitu ambavyo vinakuchochea usinzi wa uasherati. Umejaza picha za pornography, umejaza muziki ambao unahubiri usinzi, umejaza picha za uchi, umejaza magemu na tamthilia ambazo zinahubiri usinzi, na bado unaenda kuombea, unaenda kwa mchungaji, unasema mimi nimekubali kuokoka, lakini simu yako bado ina mambo hayo. Unaona, wewe bado hujatoka hapo, manake bado upo katika hiyo dhambi. Haijalisha kwamba utaenda kuombewa au utasalishwa sala ya toba mara ngapi, unapaswa kukubali kwanza kuacha hizo vitu. Maana yake unapaswa kukubali kuisafishia simu yako, kufuta kila aina chanzo chote ambacho kinakupelekea uanguke katika dhambi. Kwa sababu huwezi kwenda kwa Baba alafu bado uko mahali hapo hapo. Huyu mwana mpotevu alitoka. Kwa hiyo unaondoka. Wewe ni mlevi, umekunywa pombe, umekaa, umegundua, umesema kwamba unamrudia Mungu. Unapaswa kuondoka mahali hapo ulipo. Maana unapaswa kutoka katika mazingira ya pombe, toka katika vilabu. Maana huwezi kusema kwamba unaacha pombe alafu bado unaenda disco, unaenda kunywa pombe, unaenda klabuni, unaenda kutumia hizo vilevi. Unasema ngoja nitumie kidogo kidogo alafu nitaacha tu. Huo ni uongo wa shetani. Unapaswa uache mara moja na uondoke kabisa hapo. Usirudi tena katika hilo shirika, au usirudi tena katika hiyo kijiwe ya wauni ambao unakutana na kufanya na kufuta sigara, bangi, na mambo mengine yote ambayo yanaharibu mwili wako. Unapaswa kutoka mahali hapo. Unatoka katika hilo grupu. Kama upo katika grupu lolote, unatoka kwenye hilo grupu, unaondoka moja kwa moja na usirudi tena. Huko ndo kuondoka katika dhambi. Unaondoka kwa miguu yako mwenyewe, unaenda kwa Baba. Ukionyesha huyo moyo, Baba mwenyewe atakuona kwa mbali na atakuja atakukumbatia. Kama vile mwana mpotevu alivyozingatia moyoni mwake akaondoka. Sio alizingatia alafu akasema siku moja nitaondoka. Alizingatia akaondoka siku hiyo, akaondoka. Na ndivyo ambavyo Baba alimuona kutoka mbali. Kwa hiyo leo na wewe ndugu yangu, angalia kwamba huenda umekaa kanisani muda mrefu sana, lakini bado unaishi katika dhambi, bado unajichua wewe kijana, bado unajichua, unaomba. Lakini angalia, je, umetoka kweli kwenye chanzo cha dhambi? Umeamua kudhamiria kuondoka na kuacha vyanzo vyote ambavyo vinakupelekea uanguke katika hiyo dhambi yote ambayo inakutesa. Hamna dhambi yote ambayo haiwezekani kuacha. Ni wewe mwenyewe kuamua kuondoka. Ukiamua unaondoka mara moja, unamfuata Mungu kweli kweli. Na Yesu Kristo ataingia ndani yako, atakupa Roho wake Mtakatifu. Roho Mtakatifu atakusaidia, kiu ya dhambi hiyo itakatika kabisa. Utaishi maisha yanayompendeza Mungu, maisha ya utakatifu. Na kisha utaweza kwenda kumuona Mungu. Kumbuka kwamba hakuna awezaye kwenda kumuona Mungu pasipokuwa na utakatifu. Utakatifu ndio tiketi ambao kila mmoja anapaswa kuwa nayo ili aweze kwenda kumuona Mungu. Na tunaishi katika siku za mwisho. Yesu Kristo amekaribia kurudi. Huu ni wakati ambapo kila mmoja anapaswa kujihakikisha kwamba yupo tayari kwa safari ya kwenda mbinguni. Na hata usiposadika kwamba Kristo anarudi, basi jua kwamba pia sisi hatuna maisha ya kudumu hapa milele. Leo upo, lakini kesho hujui kwamba utakuwa wapi. Kwa kimbilio ni Yesu Kristo. Amua kuokoka, na kuokoka kweli kweli. Maana yake kuwa Mkristo kweli kweli. Achana na ule Ukristo wa kidini, ule Ukristo wa kidhehebu, ule Ukristo wa jina tu, lakini bado unaishi katika dhambi. Amua leo toka katika dhambi na usirudi tena. Na neema ya Mungu itakusaidia. Shalom.